Sasa ukishika A shape popote pale unaposhika ndani ya gitaa lote, hata ukihama tu hivi, system yote inakuwa ni vile vile 1 2 3 4 5 6 7. Yani ukiwa ukitangulia na mshiko ni A shape, system haibadiliki. Yani vile ulivyoshika namba 1, namba 2, namba 3 mpaka namba 7 vyote vinakuwa vinafanana, ila isipokuwa ukibadilisha mshiko ndo kidogo inakuwa tofauti. Kwa hiyo tulikuwa tunatumia A shape, kwa hiyo tutapanda paka kwenye kwa maana ukitoka A shape kuna C shape ya kwanza na C shape ya pili, tunakuja kwenye E shape. Tuko ndani ya ufunguo wa C, kwa hiyo tunakuja kuanzia hapa kwenye E shape. Kwa hiyo kodi yetu hapa ya kwenye E shape tunaishika hivi. Sawa? Kodi yetu ya kwenye E shape tunaishika hivi. Hiki kidole kama kawaida kinashika nyuzi zote. Hapa tuko kwenye E shape. Kwa hiyo E shape unakuja the first kidole kinapanda kishike nyuzi zote. Kikishashika nyuzi zote unakuja hivi vidole viwili hivi. Kinakuja kushika uzi namba 5, kinakuja kushika uzi namba 4, hiki kinashika uzi namba 3. Kila vidole hivi ndio vinakuwa viko kwenye flat moja, kwenye chumba kimoja. Hiki kinakuwa kwenye chumba chake na hiki kinashika chumba chake ambacho kinashika nyuzi zote. Kwa hiyo full chord yetu namba 1 kwenye mshiko wa E, namba 1, narudia namba 1 kwenye mshiko wa E inalia. Hii ndio namba 1 yetu. Tumetoka namba 1 hapo huko kwenye A shape. A shape tumepanda C shape ya kwanza, C shape ya pili, tukaja kwenye E shape. Sasa E shape yetu ambayo ni full chord inashikwa hivi kama nilivyosema. The first kidole hiki kinatangulia kinashika nyuzi zote. Kuanzia uzi wa kwanza mpaka wa 6, kinakuja hiki kidole kwenye flat yake kinashika uzi namba 3 peke yake. Kwenye chumba chake tofauti na hiki. Kinakuja hiki tena kwenye chumba chake kinashika uzi namba 5. Na hiki kwenye chumba hicho kimoja, hii wanachangia chumba kimoja, inashika uzi namba 4. Full chord yetu ya kwenye E shape inalia hivyo. Sasa hii ndio namba 1 yetu. Baada ya hapa, hii ndio ilikuwa namba 1 yetu, tukapanda. Sasa namba 1 yetu tunakuja kuipatia hapa tena, ambayo nimesema ni E shape. Kwa hiyo namba 1 yetu hapa, namba 1 ni hivi. Hii ndio namba 1. Namba 2, umeona hapa mahali umeishia, unakuja paka hapa hivi. Unaachia tu hiki kidole. Vile ulivyoshika kutoka huku ni sawa. Unapanda tu hivyo hivyo, ila tu unaachia hiki kidole ndio kisishike. Hii space hapa inakuwa haijashikwa na kitu chochote. Kwa kinachotumika ni hapa na hapa, ndo tunaipata namba 2 yetu. Sawa? Namba 2 yetu inalia hivi. Kama kawaida namba 2 na namba 3 zinafanana, ila isipokuwa tu na ama flat. Kwa hapa nilipoishia ndo mahali nitakuja kuanzia hiki kidole. Hakikisha tu hapa katikati kuna flat moja haijashikwa. Inalia tena hii namba 3. Unaona? Namba 3, hii namba 3 na hii hapa ni kitu kimoja. Unaona? Sawa. Kwa hiyo namba 1, namba 2, namba 3. Unaona? Hii ikilia na hii ni kitu kimoja. Hii hapa na hii hapa ni kitu kimoja. Unaona? Vyote vina saundi pamoja. Ni wewe tu kutega sikio lako na kuweka vizuri action kwa ajili ya kufuatilia hivi vitu ambavyo tunaenda kiundani zaidi. Kwa hiyo namba 1 yetu, baada ya kutoka hapa namba 1 kwenye A shape, tunakuja namba 1 kwenye E shape. Kwa hiyo 1 yetu inashikwa hivi, 1 na kuja 2. Kutoka kwenye 1 unasogea tu hivyo, unatoa tu hiki kidole hiki cha katikati, inakuwa hivi. Hii namba 2, namba 3. Sawa, namba 3. Alafu nakuja namba 4, tunarudi tena hapa mahali tulishikia namba 1, unashusha. Hiki kilishika uzi namba 5, kinashuka kinakuwa uzi namba 4, hiki kidogo kinakuwa na uzi namba 5, na hii bado inakuwa haijashikwa na kitu chochote. Kwa namba 4 yetu inalia hivi. Sawa, hii
ndio namba 4 yetu. Hakikisha nyuzi zote zinalia, na hiki kidole unahakikisha kimeshika nyuzi zote. Kwa namba 4 yetu, namba 4 yetu. Kwa unaona namba 4 yetu hii, unaona hii na hii. Kwa namba 4, namba 5, unaona hapa mahali umeishia, unaruka tena hivyo hivyo. Hakikisha hii flat hapa ndio haijashikwa, kichumba cha hapa hakijashikwa, kidole kinakuwa kina kazi. Ni hivi tu vinafanya kazi. Kwa vile vile ulivyoshika namba 2, namba 3, eti namba 2, namba 4, namba 5 na ni hivyo hivyo. Namba 5. Unaona? Kwa namba 1, namba 2, namba 3, namba 4, namba 5. Sawa. Na namba 6 ni hivyo hivyo, mahali hapa umeishia ndio unakuja kuanzia hapo hapo. Ndio inakuwa namba 6 vile vile. Sawa. Namba 6, namba 7. Kwa namba 4, namba 5, namba 6 na namba 7 zote zinafanana mishiko. Kwenye tulikoanzia ni kwenye E shape. Kwa namba 4, namba 5, namba 6, namba 7 zinafanana mishiko, ni unaama flat tu. Ushikaji wa huku kodi unakuwaga kidogo mgumu kwa sababu viumba tayari vimebanana. Kwa hiyo ni wewe mwenyewe kuwa makini pia kulitega sikio lako vizuri ili kufanya kitu ambacho kinachoeleweka. Kwa hiyo ukianza namba 1, narudia, nasema namba 1, hiki kidole unahakikisha kimeshika nyuzi zote kama kawaida. Alafu kidole hiki kinashika uzi namba 3 peke yake kwenye flat yake, na hapa ni kwenye flat yake. Alafu hiki kinakuja kushika uzi namba 5 na hiki kinashika uzi namba 4 kwenye flat moja. Hivi viwili vinakaa kwenye flat moja. Ina sound hivi. Hii ndio namba 1 yetu ambayo mshiko ni E shape. Hii ndio full code ya E shape. Narudia. Hiki unahakikisha kimeshika nyuzi zote hiki kidole. Alafu hiki kinachofuata ni uzi namba 3 kwenye flat yake tofauti. Hiki kinachofuata kidole ni uzi namba 5 kwenye flat yake pia tofauti. Na hiki kinakuja uzi namba 4. Hivi vinachangia flat. Yaani hivi vidole viwili vinakuwa vyote viko kwenye chumba kimoja. Alafu sasa namba 1 yetu kwenye mshiko wa E shape ina sound. Namba 2 unaama tu hivyo hivyo ulivyoshika. Hapa vidole hivi mahali vimeishia, unakuja unasogeza hiki cha kwanza ndio kinaanzia hapa. Sasa unatoa hiki kidole kilichoshika uzi namba 3, ina sound hivi. Ina sound hivi. Hii ndio namba 2. Namba 2 yetu. Namba 3 pia inafanana, unasogeza tu. Yaani ni kazi yako ni kusogeza, na hii tena pia hakifanyi kazi. Unahakikisha tu hivi vimekaa kwenye chumba kimoja. Kadri unavyoelekea huku kunakuwa na mbanano wa hizi bridge, maana zinapungua. Kwa ushikaji wake unakuwa mgumu kidogo, na unatakiwa tuwe makini sikio lako kulitega vizuri. Na hapa namba 3 ina sound. Namba 3. Namba 1, namba 2, namba 3. Unaishia hapa. Ukiishia hapa, unarudi tena hapa kwenye namba 1, unashusha kutoka hapa sulishika namba 5 na namba 4. Sasa unashusha, unaanzia namba 4 na namba 3. Alafu hiki unakitoa. Inabaki hivyo hivyo kama ilivyokuwa kwenye zile namba 2 na namba 3. Unapiga. Sasa hapa piga kuanzia uzi namba 5, namba 6 achana nayo. Ina sound hivi. Hii ndio namba 4. Namba 4. Namba 4 na namba 5 zinafanana mishiko. Na yenyewe unasogea tu mpaka hapa mahali kidole hiki mahali kidole hiki kina vidole hivi vimeishia, ndio unakuja kuanzia hiki cha kwanza. Hakikisha tu hiki kidole kimeshika nyuzi vizuri kuanzia uzi wa 5 mpaka wa kwanza. Unapiga tena, achana na namba 6, piga tu kuanzia namba 5. Ina sound hivi tena. Hii ni namba 5, namba 4, namba 5, namba 6 tena. Hii ni hivyo hivyo, hapa mahali umeishia ndipo unakuja kuanzia hiki kidole cha kwanza. Namba 6 na yenyewe inalia hivi. Namba 6 na namba 7 pia ni vile vile. Mahali umeishia unakuja unaleta hicho kidole paka hapa. Kwa namba 4, namba 5, namba 6 na namba 7 zote mishiko zinafanana. Sawa.
hapa tuko mshiko wetu ni E shape, ndo mali namba moja yetu iko kwenye E shape. Namba moja, namba mbili, namba tatu, namba nne, namba tano, namba sita, namba saba. Yaani ni rahisi sana kama utaelewa. Mara nyingi sana nimekuwa nikiwaambia watu gita ni mahesabu. Gita la solo ni mahesabu. Yaani usipokiweka kichwa chako vizuri katika hisabati ya gita litakushinda. Kwa hiyo lazima mahesabu yako yawe makini. Hata skeli watu wanapotembea. Kwa mfano unakuta mtu anatoka huko anatembea kote ninakotembea huku mahesabu yangu yanani alert kichwani kwamba hapa nilikoanzia ni A shape. Nikianzia A shape, ninachofuata ni C shape ya kwanza, kinachofuata ni C shape ya pili. Tayari nishajua namna ya kutembea kwenye C shape ya pili. Kinachofuata ni E shape. E shape kinachofuata ni A shape ya kwanza. Kinachofuata ni A shape ya pili. Alafu kinachofuata ni C shape. C shape inaambatana na E shape hivyo. Kwa nakuwa tayari, yani kila mshiko ninakoenda tayari nishapata mahesabu yake. Kwa lazima uzijue. Kwa ni muhimu sana hesabu ya gita la solo ikae kichwani mwako. Hesabu ya gita la solo ikikaa kichwani mwako, utafanya vitu vizuri sana na utafanya vitu kwa kujiamini, na unakuwa na mwanga unakotoka na unakoelekea. Yaani hiyo ndo tafsiri halisi ya kulitawala gita. Kwa hiyo ukiwa na mwanga, unajua kabisa kodi inayofuata, rizimu yake, namna yake ya utembeaji, kinachofuata. Yaani ukivielewa hivi vitu, utapiga gita kwa kustarehe. Kwa hiyo baada ya kutoka hapo kwenye E shape, baada ya kutoka hapa kwenye E shape, baada ya kwenda kwenye E shape ambayo tukasema E shape yetu hapa ndo namba moja yetu ambayo tuko kwenye E shape, namba mbili, namba tatu, namba nne, namba tano. Upige nyuzi zote kabisa. Piga nyuzi zote kabisa. Namba 4. Piga nyuzi zote kabisa kuanzia namba 6. Hiki kidole hakikisha kimeshika nyuzi zote. Namba 4, namba 5, namba 6, namba 7. Alafu tukirudi tena huku, hapa tayari tuko kwenye mshiko wetu ambaye ni C shape. Kwenye key hiyo ya C. Sasa nataka tuende kwenye mishiko yote. Hapa tayari tuko C shape. C shape kama kawaida, ukishika C shape inaambatana na E shape ya kwanza na E shape ya pili. Sawa? Kwa hiyo ukishika C shape, sawa, alafu sawa. Kwa C shape yetu hapa mwisho wa gita tutaishika hivi, ambayo ndo namba moja yetu, namba moja, alafu namba mbili, alafu namba tatu, sawa, namba tatu, alafu unarudi namba nne, alafu namba tano, sawa, namba tano, unakuja tena namba 6, unakutana na zile za muda ule za kwanza, namba 6 na namba 7. Nakuwa tumemaliza kwenye mishiko yote mitatu. Narudia tena kwenye mshiko wa C shape. Tunakuja kuanzia huko mwishoni mwa gita kabisa kwenye C. Mara nyingi waga tunaifanya open chord kwa hivi, ili kwa kuwa huku tayari tumeshasaidiwa kushika. Sasa fanya kama haijashikwa, shika kuanzia huku kabisa.